Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Lakini tatu, kwa mwaka huu Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa nimeshaletewa mkandarasi ambaye wameona solution au suluhisho la kudumu la hawa tembo kutoka kwenye hifadhi kuja kwenye makazi ni kujenga uzio wa umeme. Kwa hiyo tayari mkandarasi ameshaletwa, ameshatambulishwa na zitajengwa kilomita 120 kwa mwaka huu. Tutaendelea na Mwanyaina ni kijiji kimoja hapo, yani kata hii ndio wanufaika wa awamu hii ya kwanza. Alafu na wengine watafuata. Kwa sababu tunavyo vijiji 16 ambavyo viko karibu na hifadhi ya wanyama. Kwa hizo zote ni jitihada za serikali. Lakini bado kupitia TAWA tumekuwa tukichukua vijana kutoka kwenye vijiji kwenda kuwapa mafunzo ya kukabiliana na tembo. Tukiamini kwamba watumishi wa umma peke yake, wale askari wanyamapori hawawezi kukidhi mahitaji yetu sisi kama wilaya. Kwa hiyo tulisha watrain vijana. Kwanza tuliwatrain locally. Sio pungufu kila kijiji vijana 10. Lakini kupitia hao kuna wale ambao walimaliza mafunzo ya Jeshi la Akiba. Tumekuwa tukiwachukua mmoja mmoja na kwenda kuwapeleka mafunzo ya kudumu na wanaajiriwa na TAWA kwa ajili ya kusaidiana na hawa wananchi. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hizo jitihada za serikali katika kukabiliana na changamoto ya tembo ndani ya wilaya. Lakini jitihada zingine ni kujaribu sasa kuzuia, tusiwe ni watu wenye kulipa fidia tu au kulipa kifuta machozi. Serikali ilianza mkakati wa kukabiliana na tembo awamu kwa awamu. Awamu ya kwanza tumejenga kituo kipo hapa kata ya Mwanyaina kwa ajili ya askari wanyamapori wenye silaha pamoja na usafiri kwa ajili ya kushirikiana na wananchi hawa pale ambapo tembo wanakuja kwenye mazingira au makazi waweze kushirikiana na kuwarudisha hifadhini. Lakini awamu ya pili wakaongeza vitendea kazi, pikipiki pamoja na gari na askari ambao waliajiriwa kwa nchi nzima 600 wakatawanywa na sisi tulipata askari. Ili yote kwa ajili ya kufanya nini? Kuwasaidia wananchi hawa kuwapunguzia adha ya uvamizi wa maeneo yao ya makazi. Kwa mkurugenzi pamoja na timu yake wamejipanga, ikitokea kuna uvamizi kwenye mashamba, badala ya kutumia mfumo mtu mmoja na kufanya tathmini, maana yake watachukuliwa maafisa ugani kutoka kata za karibu ambao wamepata mafunzo ya mfumo, watakuja kuongeza nguvu kwenye maeneo haya Mwanyaina ili kufanya tathmini na hivyo kufanya wananchi ambao wamepata madhara ya mazao yao waweze kulipwa kwa wakati na Wizara ya Maliasili. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.